Hapana, Israeli na Iran hazina mpaka wa pamoja. Nchi hizi mbili zimetengana kwa umbali wa takriban kilomita 1700 au maili 1000. Ili kusafiri kwa njia ya ardhi kutoka nchi moja kwenda nyingine, ni lazima upite katikati ya nchi nyingine kama Jordan, Iraq au Syria. Hapa kuna muhtasari wa jiografia yao. Iran iko upande wa mashariki mwa Israeli. Katikati yao kuna nchi za Kiarabu. Iraq na Jordan ndizo ziko moja kwa moja kwenye njia ya kuelekea kati ya mataifa haya mawili. Syria pia iko kaskazini mwa njia hiyo na inapakana na Israeli. Mipaka ya Iran. Iran inapakana na nchi kama Iraq, Uturuki, Armenia, Azerbaijan, Turkmenistan, Afghanistan na Pakistan. Mipaka ya Israeli. Israeli inapakana na Lebanoni, Syria, Jordan na Misri. Kutokana na kutokuwa na mpaka wa pamoja, migogoro kati ya nchi hizi mbili mara nyingi hupiganwa kupitia mashambulizi ya anga, ndege na makombora au kupitia makundi washirika katika nchi zinazopakana na Israeli. Uadui kati ya Israeli na Iran ni mmoja wa migogoro mikubwa na migumu zaidi katika Mashariki ya Kati leo. Inashangaza kujua kwamba kabla ya mwaka 1979 nchi hizi zilikuwa washirika wa karibu. Hizi ndizo sababu kuu zinazofanya wapigane leo. 1. Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran 1979. Hii ndiyo sababu ya msingi. Kabla ya 1979, Iran iliongozwa na Shah au mfalme ambaye alikuwa rafiki wa Israeli na Marekani. Baada ya mapinduzi ya Kiislamu, uongozi mpya chini ya Ayatollah Khomeini ulibadilisha mwelekeo kabisa. Itikadi. Serikali ya Iran ilianza kuiona Israeli kama shetani mdogo na adui wa Uislamu. Kutofanya biashara. Iran ilivunja uhusiano wote wa kidiplomasia na biashara na Israeli. Mpango wa nyuklia wa Iran. Israeli inaamini kuwa lengo kuu la Iran ni kutengeneza bomu la nyuklia, tishio la kuwepo. Israeli inahisi kuwa kama Iran itapata silaha za nyuklia, itazitumia kuifuta Israeli kwenye ramani ya dunia. Kujilinda. Israeli imekuwa ikifanya operesheni mbalimbali za siri na wazi kudhoofisha mpango wa nyuklia wa Iran, jambo ambalo linaongeza hasira ya Iran. Vita vya wakala, proxy wars. Kwa sababu hazina mpaka wa pamoja, zinapigana kupitia makundi mengine. Hezbollah na Hamas. Iran inafadhili na kutoa silaha kwa makundi kama Hezbollah la Lebanon na Hamas la Gaza, ambayo yanapigana na Israeli moja kwa moja kwenye mipaka yake. Uwepo wa Iran nchini Syria. Israeli inafanya mashambulizi ya mara kwa mara nchini Syria kuzuia Iran kuanzisha kambi za kijeshi karibu na mpaka wa Israeli. Uongozi wa kikanda. Zote mbili zinataka kuwa na nguvu zaidi au superpower katika Mashariki ya Kati. Iran inataka kueneza ushawishi wake wa Shia kote kanda hiyo. Israeli kwa msaada wa Marekani inataka kuzuia ushawishi huo ili kulinda usalama wake na washirika wake wa Kiarabu kama Saudi Arabia, ambao pia ni mahasibu wa Iran. Ukiangalia ukubwa wa nchi hizi mbili, kuna tofauti ya ajabu sana. Iran ni kubwa mara 80 zaidi ya Israel. Hapa kuna mlinganisho wa namba ili uone picha halisi. Ukubwa wa Iran, takriban kilomita za mraba milioni 1,648,195. Ukubwa wa Israel, takriban kilomita za mraba 20,770. Hii ni bila kujumuisha maeneo ya Palestina. Hesabu rahisi. Ukichukua eneo la Iran na kuligawanya kwa eneo la Israel, milioni 1,648,195, takriban 79.35, 20,770. Hii inamaanisha Israel inaweza kuingia ndani ya Iran takriban mara 80. Ili upate picha zaidi, kama Iran ingekuwa ni uwanja wa mpira, basi Israel ingekuwa ni kama eneo dogo la golini, goal area, pekee. Israel ni ndogo kiasi kwamba ni takriban sawa na ukubwa wa mkoa wa Kilimanjaro ambao una kilomita za mraba 13,209, ukiongeza na nusu ya mkoa mwingine mdogo. Iran kwa upande mwingine ni karibu mara 2 ya ukubwa wa Tanzania yote.
Tanzania ina takriban kilomita za mraba 947,087. Kwa nini hii ni muhimu? Licha ya kuwa nchi ndogo sana, Israeli ina nguvu kubwa ya kijeshi na teknolojia ya hali ya juu, ndege za kivita na mifumo ya ulinzi wa makombora. Hii ndiyo sababu inaweza kumenyana na nchi kubwa kama Iran bila kujali udogo wake wa kijiografia. Imeandaliwa na Rabbi Jeremy OG, Dakika Media on Top.